Shalom, shalom, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeendelea kupokea wageni. Yaani Mungu ametupa neema, tumekuwa na wageni wengi sana. Wageni ambao tunaamini wamekuwa wenyeji katika jina la Yesu na tumewapokea kutoka moyoni. Pembeni yangu hapa niko na mama yangu mpendwa, atajitambulisha kwa majina yake na atasema anatokea wapi, then tutaendelea. Karibu mama, kwa majina yako tafadhali. Kwa majina yangu naitwa Rehema Kijangwa. Nimeokoka, nampenda Yesu. Wow. Unajua kuwa na mama mwenye age kama hizi alafu bado wanampenda Mungu, sisi tunajisikia vizuri. Maana kwenye Biblia wanasema enyi wanawake watieni akili vijana, wanawake vijana, si ndio? Kwa hiyo hawa wanawake wanatutia moyo sisi vijana, angalau at least na sisi kwenye listi za watumishi wa Mungu tuwe vifaa au tuwe vyombo vinavyofaa kwa ufalme wa Mungu. Mama, wewe umekuwa ni mmoja kati ya wageni ambao wakati tunaendelea kupata chakula na baba yetu askofu, kama ilivyo ada na utaratibu wake wa kukaribisha wageni kwa kila baada ya miezi mitatu katika mwaka anakaribisha wageni wapya. Wewe umekuwa ni mmoja kati ya wageni ambao niliona umesimama, na ulipokuwa umesimama ulisema kwamba ulijitambulisha kwa majina, lakini pia ukasema unatokea Tanga. Nilikuwa sawa? Kweli nimetokea Tanga. Okay. Tanga Kombezi. Okay. TAG. Sawa kabisa. Mama, umekuwa hapa nadhani kwa muda wa miezi mingapi? Sorry. Kwa kweli tangu Januari. Okay. Kwenye maombi ya siku 21 yale. Safi. Kumbe ulikutana na moto kabisa. Nimekutana na moto. That's good. Nimejisikia vizuri sana kujua kumbe ulikuwepo tangu tulipoanza Januari yale maombi. Yale tunaitaga maombi yale sasa yanatuhusu kama kanisa, ndo tunaanza mwaka. Kwa hiyo tulianza na mshirika wetu. Ndio. Amina. Na katikati ya tulipokuwa tukiendelea na mahojiano na hekima kutoka kwa baba askofu Dr. na Bishop Lawrence Kameta, nilikusikia ukiongelea kwamba ni kama ulikuja ukiwa unaumwa pia. Yaani au ulikuja ukiwa mzima lakini ukapata kidogo afya yako kidogo ikatikisika kidogo. Unaweza kutuelezea kidogo ilikuwaje? Mimi nilikuwa ninasafiri. Yes. Nimetoka Tanga lakini nilikuwa nasafiri kuelekea Mbeya. Ndio. Lakini safari yangu nilikuwa nataka nianzie Tanga. Lakini ndugu yangu akaniambia tuondoke pamoja kwa sababu na watoto wanakuja likizo. Baada ya kuondoka naye tumefikizia Mbagala. Yeah. Lakini kuingia Mbagala nimekaa nikaanza kuumwa. Nikashikika sana. Kwa hiyo safari ya kwenda Mbeya ilishindikana. Okay. Kwa hiyo safari yangu iliishia pale. Pole sana. Mpaka likizo ilipoisha, ndugu yangu akaniambia sasa mimi siwezi kurudi na wewe. Ubaki Dar, kuna vipimo vyote. Maana nilikuwa nasikia hali ya pressure. Ndio. Na pressure nilikuwa natumia dawa lakini kila nikitumia dawa zinakataa. Ndio. Pole. Lakini baada hapo kakutana na mama Lukanya. Akaniambia basi itabidi tubaki kwenye vipimo. Tukabaki kwenye vipimo. Kaenda Muhimbili nikapimwa, nikaangaliwa kila kitu. Vipimo vyote vilikataa. Ndipo nikaona kabisa nije kanisani. Kanisani ndipo nikakutana na ile maombi ya siku 21. Okay. Baada ya hapo kwa kweli namshukuru Mungu, nimepiga maombi na wenzangu. Inafika siku kama ya 3, mchungaji wakati anamaliza mahubiri na kila kitu, akasema anauiwa na yule ambaye anaona kabisa kwamba sasa safari ni ya kuondoka tu. Na hicho ndicho nilichokuwa nakiona wakati naumwa. Nilikuwa nasikia sauti za kunikatisha tamaa kwamba ndio wakati umefika, lakini ilikuwa sio, hakuna wakati wa kufika au kupewa taarifa za namna hiyo. Ndio. Lakini baada ya kusema hivyo asema na huyu na mtu wa namna hiyo sitafunga ibada mpaka niombe naye. Hivyo toka kuomba naye ile natoka tu nanyanyuka naona macho yamefungwa, yani yamezibwa kama yametiwa super glue. Okay. Basi kubandikiwa mkono nikapokea uzima na tangu hapo ni mzima na nashukuru kwa hilo. Jamani, hizi sio hadithi. Hii ni halisi.
Mama ametokea Tanga, amekuja tu hapa kwa ajili ya kuja kwenye vitu vyake vingine, anakutana na changamoto, anatibiwa, hospitali wanasema hawaoni kitu, pressure inakataa kushuka, si ni ya kushuka, si ni ya kupanda, lakini pressure inakataa kuwa control, yani wanashindwa kuicontrol. Lakini ashukuriwe Mungu wa Amani Christian Center chini ya malaika wa kanisa hili, baba yetu na Dr. Lawrence Kameta alikuja hapa kipindi ambacho tuna maombi. Tunaposema kanisa la Amani ni kanisa la maombi, tunamaanisha unayekuja Amani jua unakuja kukutana na Mungu. Yani unakuja kukutana na Mungu halisi, Mungu wa kweli. Mama alikuja kama alivyojielezea, lakini katikati ya yale maombi ya siku 21, usicheze na maombi, yawe ya kitaifa, yawe ya kikanisa, usiyachukulie kama maombi ya kitaifa, chukulia kama maombi personal, maombi ya kwako ya bebe. Mama alikuja na uhitaji wake tukiwa kwenye hayo maombi ya siku 21 ya kanisa ya TAG, alikuwa ni TAG nzima. Lakini mama alikuja na shida zake na Mungu akamsaidia kupitia yale maombi. Hebu fikiria, mtumishi wa Mungu amekaa madhabahuni, anamwambia siondoki mpaka nimehakikisha wewe ambaye unahisi hali ya kuondoka, yani kufa, upite mbele. Na kweli wale alikuwa anaisikia. Na Mungu akamkumbuka. Ndani hizo siku 4 mama yetu akafunguliwa pressure. Unasubiri nini wewe ambaye unaumwa, una matatizo mengi, unapitia shida nyingi, huko unakoenda, unakozunguka hakuna majibu. Majibu yako kwa Mungu. Mungu pekee tunayemwamini ndio anaweza katoa majibu. Mungu amewashangaza madaktari ambao walikuwa hawaoni shida, mama anaendelea kuteseka. Lakini tunaye mama yetu saizi hapa, anaendelea vizuri kabisa na mimi namuona. Waambie wanaokusikiliza kule mama na kukutazama, unawashauri nini kwa habari ya kanisa la Amani? Unawashauri nini kwa habari ya Mungu wa kanisa la Amani? Unawaambiaje kuhusu ibada zetu, maombi, mafundisho ambayo umekuwa ukihudhuria hapa kwa muda wa miezi 4? Mimi ninachowashauri tu, kitu cha kwanza wanapokutana na changamoto, jambo la kwanza wamtazame Mungu. Yes. Maana nimefikiri katika hilo pito nililopita, nimeona kwamba kama nisingekuwa na Yesu sijui ningekuwaje. Lakini nashukuru Mungu baada ya kukutana na hivyo nimemuona Mungu. Kwa hiyo kitu cha kwanza tu kabisa waanze wamtafute Mungu. Mungu. Na atafute watu wa Mungu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli kama Amani. Asante sana. Tunakushukuru jamani. Mama yetu amesema yote, sina haja ya kuendelea kuongea. Mungu akubariki wewe unaendelea kututazama na tunaendelea kukaribisha Amani Christian Center. Hii ni nuru ya maisha. Kama hujasubscribe ili upate vitu vizuri kama hivi ambavyo tunaendelea kuvitoa, ninakukaribisha. Pita hapo chini utaona subscribe yetu, subscribe, utapata mafundisho ya kiroho, utapata maombi, utapata maombezi na mafundisho ya aina yote ambayo unayojua yanayomtukuza Mungu na kuminua Mungu.